Juni 15 kila mwaka huadhimishwa siku ya kimataifa ya kupinga unyanyasaji kwa wazee. Siku hii ilianzishwa rasmi mwaka 2006 na mtandao wa kimataifa wa kuzuia unyanyasaji dhidi ya wazee, na mwaka 2011 Umoja wa Kimataifa ukaipitisha rasmi. Kwa namna ya kipekee leo Juni 15, 2025 tunakuletea mahojiano maalum na Bi Clotilda Isidori Kokupima mwenye umri wa miaka 90 ambaye ni mwenyekiti wa mtandao wa mashirika ya wazee Tanzania na mkurugenzi mtendaji wa shirika la endelezo wazee Kigoma EWAKI. Kwa jina naitwa Clotilda Isidori Kokupima, mwenyekiti wa mtandao wa mashirika ya wazee Tanzania na mkurugenzi mtendaji wa shirika la endelezo wazee Kigoma EWAKI. Je, safari ya Bi Kokupima hadi kufikia nafasi alionayo hivi sasa ilikuwa ni safari ya namna gani? Tangu mwaka 2001 nilibahatika kumuona mtaalamu aliyekuwa anashughulika na masuala ya wazee ambaye ni Mr. Smart Daniel, anayefanya kazi Helpage International Tanzania wakati ule, lakini kwa sasa hivi ni Helpage Tanzania. Tulikutana wakati ule nilikuwa nimestaafu. Sasa nikawa naona wazee jinsi wanavyohangaika huko mitaani, wanaomba, wanakosa chakula, wanashinda kwenye maduka kutaka hiki na kile. Wengine wanafungiwa manyumbani humo wakati watoto wao wanapoenda kazini, wajukuu wakienda shuleni. Ikawa inanipa shida, na mimi hapo nimestaafu na sina uwezo wa kuwasaidia, lakini napenda kuwasaidia. Ndio nikazungumza na Smart, nikasema naona wazee wanakuwa hivi, naweza kufanya nini ili kuwasaidia? Yeye akaniambia, akasema kama una wazo hilo ni vizuri ukapata wazee wenzako mkajiunga, alafu mtajirejista, baadaye mtaweza kupata wafadhili kupitia katika hicho chombo chenu mtakachokuwa mmeunda. Sikuchukua muda, nikawatafuta wazee kama 21 hivi, tukajiunga na tukaanza kuwa tunakutana, tunakusanya wakati mwingine kuchangishana 500, 100 kwenda kuwapelekea wazee wenye shida sana. Hapo tunafanya kienyeji, hatujajisajili. Ilipofika 2001 ndipo tukafanya utaratibu wa kujisajili kama SAWATA Kasulu. Nilikuwa tunafanya kazi katika wilaya moja. Tukaendelea hivyo, lakini baadaye Helpage International ikaamua kuja kutufanya tuwe washirika wake. Yani tukawa kama partnership. Kwa hiyo akaanza kutudonate kwa ajili ya kutangaza masuala ya wazee na kutangaza haki za wazee, kuwapa elimu na kukaa nao karibu kujua matatizo yao. Lakini kwanza kabisa msaada tuliopata kutoka Foundation for Civil Society. Tuliandika maombi kwa ajili ya kutangaza sera ya wazee, basi wakatukubalia, wakatupa shilingi kama milioni 5 ambazo zilituwezesha kutangaza sera ya wazee na haki za wazee karibu katika vijiji kama 14. Kwa hiyo swala la wazee likawa linaanza kusikika katika wilaya yetu ya Kasulu. Baada ya hapo tukaendelea hivyo kwa kusaidiana na Helpage. Wanatutumia wakati mwingine kiasi cha fedha kwa ajili ya afya ya wazee, kiasi cha fedha kwa ajili labda ya kutoa elimu kwa wananchi kwa ajili ya masuala ya wazee, au wakati mwingine kuelimisha wazee wajue haki zao na wajue kuzidai. Tukaendelea nao hivyo, na kutokana na hiyo shirika likakuwa. Tulipofika tarehe 2001 tukafanya registration, tukawa registered kabisa. Na 2004 nikapata bahati ya kupelekwa nchini Malta kwenda kujifunza masuala ya wazee, namna ya kutunza wazee, kuweka hali nzuri ya wazee ili waweze kuishi.
Nikakaa huko muda wa wiki 3. Nikaja na elimu ya kujua namna ya kutunza wazee na namna gani mzee anapokuwa katika shida aweze kuhudumiwa. Tukaendelea hivyo, lakini swala hili nilikuja nalifikisha kwa viongozi wa serikali kwamba ni vizuri wazee wanapozeeka wapate namna ya kutunzwa vizuri zaidi. Kule nilikuta wanawafanyia mambo ya center, recreation centers, ambapo wazee wanawekwa, wanatibiwa. Hata wewe kama una mzee wako, mama yako, baba yako wamezeeka, wanapelekwa pale, wanatunzwa na serikali inaweka nguvu zake zote pale. Pale unakuta manesi wote wako pale, madaktari wote wako pale. Aina zote za magonjwa ya wazee, matibabu wote wako pale. Kwa hiyo nikaipenda sana ili wazo, nikaja nalo, nikawaeleza watu wa serikalini, wakasema endelea nalo, tutakuunga mkono. Lakini likawa linaenda hivyo hivyo, ila mimi likabaki moyoni mwangu. Ilipofika 2019 tukabadilisha mawazo ya kutoka kwenye kuhudumia wilaya moja ili tuingie katika mkoa mzima. Na wazee wenyewe wakaanza kuelewa, wakasema hii mnapotuambia saidia wazee Tanzania sio vizuri, tunaonekana kama sisi ni maskini. Tutafute jina jingine, usituambie mambo ya saidia wazee Tanzania. Tutafute jina jingine. Ndio tukatafuta hii ya endeleza wazee Kigoma. Kwa hiyo tukatoka swala la saidia wazee Tanzania, tukaingia katika endeleza wazee Kigoma, ambayo ni EWAC, ambayo hii EWAC sasa hivi ina miaka 6. Na katika EWAC hii tumeshapata mfadhili ambaye ni wa kuaminika, ambaye anaitwa Sigo Family Foundation, ambaye anatusaidia kulipa hata mishahara ya watumishi, anatusaidia kukua zaidi, na ametuweka tuweze kujulikana hata kitaifa zaidi na kimataifa. Ndio tunaendelea naye mpaka sasa hivi. Ninachofurahi ni kwamba wazee mpaka sasa hivi wameweza kujua angalau haki zao. Wanaweza akajua haki zao, na wanaweza wakasimama kidete, wakajisemea, wakadai bila wasiwasi, ambavyo huko mwanzoni hilo lilikuwa halipo.